Mopedia na taya nani kulipeta lipete nani na bole na jisubele vitindaga na ipana. Karibu katika makala maalumu, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya makala inayokuletea simulizi za viongozi walioacha alama katika historia ya Tanzania. Leo safari yetu inatuelekeza kusini mwa Tanzania katika mkoa wa Mtwara. Ndiyo, Mtwara. Mtwara Kuchele. Na moja kwa moja tumefika katika kijiji cha Nambunga wilayani Newala mkoani Mtwara, kijiji kilicho umbali wa kilomita 8 hivi kutoka halmashauri ya mji wa Newala. Ni nyumbani kwa mmoja wa viongozi waliolitumikia taifa kwa miongo kadhaa, Mzee George Huruma Mkuchika. Hapa ndipo alipochagua kuishi baada ya kuhitimisha safari ndefu ya utumishi wa umma. Mwanasiasa na kiongozi aliyewahi kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, tena kwa upekee kabisa, kwani ni mmoja wa viongozi wachache nchini waliojaliwa kuhudumu katika awamu tofauti za uongozi wa taifa hili. Mzee George Huruma Mkuchika, jina linalobeba uzoefu wa zaidi ya miongo kadhaa. Kutoka maisha ya utotoni, safari yake ya elimu, kuingia katika utumishi wa umma hadi kushika nafasi mbalimbali za uongozi wa juu serikalini, Mzee Mkuchika ana mengi ya kusimulia kuhusu historia, changamoto, maamuzi magumu aliyoyapata katika kuwatumikia Watanzania. Kwa Kimakonde kwa kweli Mkuchika ni jina tu. Tunayo majina tunayoitana huku, mvua zilikuwa nyingi, palikuwa na ukame wa mvua na majina mengine ya kupongezana, mengine ya kusemana, lakini Mkuchika ni jina tu. Baada ya miaka mingi ya kuwa mstari wa mbele katika uongozi wa taifa, leo maisha yake yanaendelea kwa utulivu mkubwa na kuandika historia hata baada ya nyadhifa za kitaifa, akiwa karibu na familia na jamii iliyomlea. Lakini nyuma ya utulivu huu kuna historia ndefu ya uongozi, maamuzi na utumishi uliogusa maisha ya Watanzania wengi. Hapa tunakuletea simulizi ya safari hiyo kupitia sauti yake mwenyewe, familia yake, marafiki waliowahi kusoma naye, pamoja na wananchi wa Newala. Katika mfululizo wa makala hizi, katika sehemu hii ya kwanza, hapa tunakutana naye uso kwa uso akitoa historia yake. Mimi nimezaliwa hapa kijiji cha Nambunga, nyuma tu ya hapa nilipojenga nyumba yangu. Palikuwa pana misufi aliyokuwa amepanda marehemu babangu. Kwa hiyo nilizaliwa tarehe 6 Oktoba 1948 hapa kijijini Nambunga. Wazazi wangu Mwalimu Agustino Mkuchika na mama yangu Thekla Benedetta Mkuchika walikuwa watumishi wa kanisa Anglikana Tanzania. Wakati ule inaitwa UMCA. Kwa hiyo babangu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi na mama yangu alikuwa mkunga. Amefanya hiyo kazi mpaka alipostaafu. Kwa hiyo hapa ndipo nilipozaliwa. Mimi wazazi wangu walikuwa wanajua kusoma na kuandika na walikuwa wanafanya kazi, kwa hivyo waliweka mbele sana swala la shule. Niseme tu kwamba nilifanya utundu, nilijipeleka shule mwenyewe. Shule ni hapo tu, hata nusu kilomita haitimii. Kwa hiyo nilijipeleka shule mwenyewe mwaka 56, nikaandikishwa darasa la kwanza. Nilisoma hapa mpaka darasa la 4. Kama nilivyosema, baba na mama walikuwa watumishi sehemu mbalimbali. Mimi nilikataa kuhama hapa kijijini. Kipindi kimoja nakumbuka mama mzazi alifanya mpango nihame niende naye huko alikokuwa anafanya kazi. Nilimuuliza mama, bibi nitamwacha na nani? Kwa sababu kwenye nyumba tulikuwa tunaishi wawili, mimi na bibi yangu. Nikitoka shule mimi nakimbia kijiji cha jirani Masazi kwenda kuleta maji. Tunapika usiku, bibi anapika, tunakula usiku saa 3 saa 4. Ndio maana mama aliponiambia uhamisho sio niende wapi, nilimuuliza bibi namwacha na nani? Kwa kweli swali lile mama alimueleza dada yake akiitwa Josephine, wote marehemu. Dada yake akamwambia
mtoto yuko sahihi, mwache akae na bibi yake. Kwa hivyo kusema kweli, mimi maisha shule ya msingi mpaka nimelelewa na bibi yangu mzaa mama, alikuwa anaitwa Veronica. Na jinsi ilivyokuwa nampenda, ukumbusho, Veronica mwenyewe ni huyo wa Makonde. Zamani walikuwa wanatoboa hapa kama kipini, kama inaitwa ndonya. Sasa huyo mwenye ndonya huyo ndio bibi alionilea mimi. Sasa zamani shule ya msingi ilikuwa na vipande viwili. Darasa la kwanza mpaka la 4 unafanya mtihani. Darasa la 4 unafanya mtihani wa kwenda darasa la 5. Kwa hiyo mimi nilimaliza hapa darasa la 4 mwaka 59. Mwaka huo huo nikachaguliwa kwenda kusoma shule, zamani tulikuwa tunaita middle school, Nyambe, kilomita kama 35 kutoka hapa. Ndio kijijini alikozaliwa Mzee Lawe na Ngwanda, sijaona. Ilikuwa shule ya Anglican ya boarding. Kwa hiyo kuanzia darasa la 5 mpaka la 8 nimesoma huko, inaitwa Nyambe Middle School. Nilimaliza pale mwaka 63. Form 1 mpaka form 4 nikachaguliwa kwenda kusoma shule Masasi, ilikuwa inaitwa St. Joseph's College Chibia, bado mali ya kanisa la Anglikana. Na mwaka 68 69 nikachaguliwa kwenda Ilboru, siku hizo naitwa Lutheran Secondary School Ilboru. Kule ndiko nimesoma kidato cha 5 na 6. Alafu mwaka 70 ndio nimeingia chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea shahada ya ualimu ambayo nilimaliza Machi 1973. Kwa maana ya elimu ya darasani, huo ndio mtiririko ulivyokuwa. Lakini niseme tu kwamba baada ya kuanza kazi, nikiwa nafanya kazi makao makuu ya TANU Youth League, baba wa taifa aliamua watumishi wa chama, vijana wasomi, waende jeshini, ili wakirudi sasa watakuwa wao wanafanya kazi ya ukamisa ndani ya jeshi au uraiani. Kwa sababu kwa taratibu zetu za jeshi, huwezi wewe kwenda kuwa mwalimu wa siasa jeshini wakati we raia. Kwa hiyo tukimaliza, mwalimu alikuwa anaruhusu uchague. Kama umenogewa na jeshi unabaki, kama unataka kuendelea na siasa unarudi. Mimi nilichaguliwa kuwa back instructor, lakini nilipoulizwa nikachagua kuendelea na shughuli za siasa. Kwa hiyo Disemba 75 ndio nimemaliza mafunzo ya ofisa wa jeshi Monduli. Picha ile niliyokuonyesheni ndio siku nahitimu mafunzo ya jeshi Monduli. Baba wa taifa alikuwa ndo mgeni rasmi, mimi nilimsomea risala kwa niaba ya wenzangu. Ndio hiyo picha ambayo nimewaonyesha. Baada ya hapo pamekuwa na mafunzo mengi tu. Nakumbuka chama kilinipeleka Urusi, nikaenda kusoma diploma ya mambo ya ushirika, inaitwa Perlovskaya Cooperative Institute, mwaka 89. Lakini na semina mbalimbali za kichama nchi mbalimbali. Wakati ule enzi za Cold War, enzi za dunia imegawanyika, nchi za kibepari na nchi za kijamaa. Kwa hiyo nilienda nchi nyingi sana za kijamaa, mara sana Urusi, Ujerumani ile ya mashariki, Deutsche Democratic Republic, Czechoslovakia wakati ule nayo haijagawanyika. Kwa hiyo nchi nyingi, na Sudani nilikwenda, kulikuwa International Youth Camp and so on and so on. Kwa hiyo nilihudhuria semina mbalimbali, na hapa ndani ya nchi semina mbalimbali za chama na za serikali. Katika maelezo yake tunapata picha ya mtu alianza safari yake hatua ndogo lakini yenye maono makubwa. Hapa anavuta kumbukumbu akiwa katika kuisaka elimu, namna ambavyo karama yake ya uongozi ilivyoanza kuchomoza, lakini pia baada ya elimu, kazi yake ya kwanza serikalini. Mimi nafikiri walimu ndio waliotambua kwamba na karama ya uongozi. Kwa mfano, nilipokuwa hapa shule ya msingi,
bado nilikuwa mdogo, lakini nilipokuwa na middle school Mnyambe, ndio mara ya kwanza walimu waliniteua kuwa cheo changu pale. Ile shule ilikuwa ya mission, kulikuwa cheo sacristan. Sacristan, kazi yangu mimi ilikuwa kuwapanga wanafunzi wenzangu wa kwenda kuhudumia ibada kanisani, kumsaidia padre, zamu ya kwenda kufagia kanisa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo pale ndo mara ya kwanza mimi nimepewa madaraka ya uongozi. Sasa nilipokwenda secondary school kule nilikuwa prefect. Zamani, siku hizi wanapiga kura kumchagua prefect. Zamani tulikuwa hatupigiwi kura, walimu wanateua. Kwa hiyo niteuliwa kuwa prefect Kiranja. Nichaguliwa kuwa Kiranja nilipokuwa form 3. Kafanya mpaka form 4. Nilipokwenda Ilboru pia nilikuwa prefect Kiranja, lakini pia nilipokuwa Ilboru mimi niliingia TANU Youth League mwaka 66. Kwa hivyo nilipokwenda Ilboru wenzangu wakanichagua kuwa mwenyekiti wa TANU Youth League wa Ilboru Lutheran Secondary School. Kwa hivyo hiyo ndio nikiangalia ndio viashiria vya mwanzo vya uongozi wakati nasoma. Of course nilipokwenda chuo kikuu nilikuwa waziri wa mambo ya nje, serikali ya wanafunzi. Baada ya hapo ndio nimeenda kwenye ajira Machi 73. Sasa nilisema kwamba mimi nimesomea ualimu, tena nilifaulu vizuri. Hapa second nilikosa point moja kupata first class. Iliniuma sana, lakini ndio matokeo. Sasa zamani tulikuwa hatuandiki application ya kuomba kazi. Wizara ya Utumishi palikuwa na kamati inaitwa National High Level Manpower Allocation Committee. Kwa hiyo mkimaliza chuo, ile kamati ya kitaifa ndio inaangalia hawa wataalamu tuwapeleke wapi. Sasa mwaka ule baba wa taifa alimwagiza Pius Msekwa, Pius Msekwa ambaye alikuwa ni vice chancellor, nitafutie vijana 6 wazuri wa Youth League. Sasa ni muda umefika, chama chetu tuwe na wasomi vijana. Katika majina ambayo mzee Msekwa alipeleka kwa mwalimu 6, na mimi nilikuwemo. Ndio maana nilifundisha tu wakati wa teaching practice, lakini nilipomaliza moja kwa moja nikaenda kufanya kazi makao makuu ya TANU. Kazi yangu mimi ya kwanza kufanya kazi serikalini, mkuu wa wilaya ya Mpanda, Machi 1983. Kwa hivyo unaweza kuangalia hapo, Machi 73 ndio nimeanza kazi TANU. Baadaye kaja ikazaliwa CCM. Nilikuwa mtumishi mimi wa chama. Napoletewa nikiwa Bukoba ndio napata police message. Zamani kulikuwa kuna simu za mkononi, simu za kukoroga. Kwa hiyo nikapata police message. Polisi wamekuja ofisi ya chama. Wakati huo mimi nilikuwa Bukoba, naitwa katibu mtendaji wa CCM wa mkoa. Ndio amekuja askari pale. Mimi tayari nilishakuwa captain wa jeshi. Akapiga saluti polisi yule, akaniambia nimetumwa na afande kuleta message yako hii. Nilipoisoma, rais amekuteua kuwa mkuu wa wilaya ya Mpanda. Unatakiwa kuonana na waziri mkuu Sokoine kwa maelekezo kabla hujaenda kuapa Sumbawanga. Kwa hiyo nafasi yangu mimi ya kwanza serikalini, mkuu wa wilaya, kazi ambayo nilidumu nayo miaka 14. Nikapanda nikawa mkuu wa mkoa miaka 8. Baada ya hapo nikaja kugombea ubunge. Nikuja kugombea ubunge niko mtu mzima na miaka 57. Kwa hiyo nikafanya ubunge huo miaka 20. Ndio maana mwaka jana nilikatangaza kutogombea nikiwa na miaka 77. Safari ya mzee George Huruma Mkuchika katika uongozi wake haikuanza akiwa waziri. Ni safari iliyojengwa hatua kwa hatua kupitia utumishi wa umma, uzoefu na dhamira ya kulitumikia taifa. Ili udumu katika kazi uliopewa, kazi kubwa ni kutekeleza majukumu ya kazi uliopewa. Na wakati mwingine
Acha kabisa kuota kwamba mimi baadaye nitakuwa fulani, mimi baadaye nitakuwa fulani. Mimi nimefanya kazi ya kumshauri rais, marais Jakaya Kikwete kwa mshauri wake, Rais Magufuli kwa mshauri wake, Mama Samia ndo kabisa akasema we kazi yako Ikulu hapa, mshauri wangu. Mazingira yamebadilika siku hizi, mtu anagombea amepata cheo ndani ya chama, kesho CV waziri, CV yangu hii mimi natosha kuwa DC, mimi natosha kuwa DC. Sasa ina maana mtu wa aina ile kazi anayoifanya hajaridhika nayo. Kwa hiyo siri ya mtu kudumu katika kazi, fanya kazi yako vizuri, tekeleza wajibu wako vizuri, usiwe na tamaa ya hela, uwe mwadilifu, dola nchi na kuangalia. Na kwa sababu mtu hajiteui mwenyewe kupanda cheo au kuwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wale wanaokuangalia ndio wanaoishauri mamlaka kwamba jamani, huyu mtu anatusaidia. Kwa hiyo mimi kikubwa tu nilikuwa naheshimu uteuzi, nilikuwa natekeleza majukumu niliopewa kwenye kazi yangu. Hata nilipokuwa waziri, tena kwenye uwaziri, uzuri wa waziri ni nini? Rais anaandika kwamba wewe majukumu ya wizara niliyokupa ni haya. Kwa mfano, nilitoa mfano moja hapo kwamba mimi nilianza kazi kama waziri wa habari, utamaduni na michezo. Ilikuwa vitu hivyo vitatu. Rais Kikwete aliandika kwa Kiingereza kwamba wewe majukumu yako, wizara yako, kazi mnazotakiwa kufanya, kuwafanya Watanzania wawe wamehabarika, tajiri katika utamaduni na michezo. Kwa Kiingereza, to have a well-informed society rich in culture and sports. Kwa hiyo wakati wote nafanya kazi, kwa mfano wizara ya habari, nilijua majukumu yangu ni haya. Kwa hiyo nilikuwa nayatekeleza hayo. Sasa walikuwa wananibadilisha marais, wanapokezana marais. Mimi nadhani ushahidi tosha kwamba yale waliotegemea kutoka kwangu niliyatekeleza. Tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya vipindi vya redio na television za TBC yaliyopelekea kuvipa mvuto mkubwa kwa wasikilizaji na watazamaji wa vyombo hivi ambavyo awali vilikwisha poteza wateja. Maudhui ya vipindi, ubunifu na hata ubora wa usikivu na muonekano mzima uliongezeka. Siku hizi watu majumbani tukiamka tunasema leo sijui wanatuletea mtaalamu gani. Leo mtu wa michezo, kesho mtaalamu wa afya, kesho mtaalamu wa mashairi, kesho basi mtu unakuwa una hamu kwamba leo sijui anatuletea nani pale asubuhi. Kipindi ambacho watu wengi sana wanakifurahia kwa sababu kinaelimisha, kinazungumza mambo mengi katika nyanja mbalimbali. Naambiwa kwa mujibu wa ripoti ya kampuni ya utafiti wa Stedman, TBC ni namba 1 kati ya vyombo vya utangazaji nchini kwa umaarufu. Sasa kama mmekuwa namba 1 kwa umaarufu, muhakikishe kwamba mnabaki hapo hapo, kwa sababu namba 2 na namba 3 na wao wanafanya mazoezi ili nao siku moja wawe namba 1. Mzee Mkuchika anaenda mbali zaidi kwa kusema kuwa uwanda wa uongozi si bustani yenye maua waridi yanayovutia na kuipamba bustani ili mtu aweze kupumzika. La hasha, yapo magumu. Hapa anakumbuka na kusema uongozi si jambo rahisi. Kuna nyakati alilazimika kufanya maamuzi magumu ambayo hayakuwafurahisha baadhi ya watu, lakini alipaswa kuweka mbele maslahi ya taifa. Anasema wakati mwingine alikosolewa, kushinikizwa na hata kukatishwa tamaa, lakini alijifunza kwamba kuwa kiongozi lazima uwe mvumilivu, jasiri na mwenye msimamo. Mimi nafikiri niliseme hili na kila atakayeniuliza, kila atakayenihoji nitalisema. Kuna kipindi mimi nilivurugwa sana nikiwa waziri sana. Kulitokea nini?
mimi nilifanya ile kazi ya waziri wa habari. Wakati huo nilikuwa naibu katibu mkuu CCM. Sasa baada ya mabadiliko mwaka 2012, Rais Kikwete akaniita akaniambia, nakupa sasa wizara ya TAMISEMI. Kwa jinsi ilivyo bize, hutamudu kazi zote mbili za unaibu katibu mkuu. Kwa hiyo naibu katibu mkuu sasa nakuachisha, tutamweka mwingine kule workload, yani mzigo wa kazi kule TAMISEMI ni mkubwa. Sawa, mimi nikawa waziri wa TAMISEMI. Rais huyu Jakaya Kikwete alitoa uamuzi kwamba taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ijadiliwe bungeni. Sasa ukaguzi wa mahesabu tuliojadili mwaka 2012 ni ya miaka ya nyuma, wakati mimi nikiwa waziri wa habari. Kule kwangu wizara ya habari nilikokuwa, nilipata clean certificate, mhasibu wangu nilipata hati safi, nikafurahi. Kwa hiyo tumeingia kwenye mjadala, mimi nimekaa nimefurahi kwamba hiki tunachokijadili leo kwangu nilitoka salama. Wakapatikana wabunge pale, Kiswahili cha siku hizi tunasema wakashupalia, Mkuchika ajiuzulu. Kwa nini? Kwa sababu mwaka ule huo ulikuwa na ujadili TAMISEMI walikuwa na hati chafu. Kwa hiyo wabunge wale wanasema huyu waziri wa TAMISEMI ajiuzuru. Nilisimama nikawaeleza, mwaka huo mimi nilikuwa sijaenda TAMISEMI, mimi nilikuwa wizara ya habari, lakini na wizara ya habari nimepata hati safi, sihusike hayo ya hati chafu ya mwaka ule. Hakuna alionisikiliza. Nasema nilipelekwa mpaka kwenye kikao chetu cha chama, nikaambiwa kwa kunusuru chama chetu jiuzuru. Najiuzuru kwa kosa lipi? Kaambia jiuzuru. Sasa wanasema akili za kuambiwa changanya na zako. Aliniteua mimi uraisi ni Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo nilichofanya mimi ni kumwandikia rais, kumweleza ukweli wa mambo. Hiki wanachokijadili kimetokea wizara hii, mimi kabla sijaenda. Rais akaniambia, George, endelea na kazi, nitajua nini cha kufanya. Jakaya alinihamisha mimi, akanipeleka Ikulu, nikawa waziri wa utawala bora. Baada ya hapo nimeshinda Ikulu mpaka nastaafu. Sasa nachotaka kusema, katika vitu vimeniumiza katika nafsi yangu, na wengine walikuwa ni marafiki zangu, ni hili mwaka nitakaojaliwa kutunga kitabu lazima nitaliwekea peji yake. Nililazimishwa nijiuzuru kwa makosa yaliyotendeka kabla sienda katika wizara hiyo. Lakini namshukuru Rais Kikwete kwa sababu alijua ukweli wa mambo. Aliniita akaniambia, bwana, sio wenzako wanaitaka hii wizara, sio nini, mimi nakuondoa bwana, njoo Ikulu pale tufanye kazi. Basi kabla kwa Ikulu nikawa waziri wa utawala bora. Sasa hiki tu ndio maana nasema wakati mwingine nawaomba wakubwa wenzangu waliopo sasa na watakaopatikana baadaye kutenda haki katika maamuzi yetu. Lili swala la kwangu lilikuwa ni wazi kabisa, lakini labda chuki binafsi, I don't know, lakini ilitokea kutakiwa nijiuzuru kwa makosa yaliyofanyika, sikuwepo. Miongoni mwa maamuzi ambayo sisemi kama nilikosea, nilikuwa sahihi. Kwa mfano, wakati wa Rais Magufuli ilitoka agizo, waraka wa serikali ilisema kuanzia leo serikalini asiajiriwe mtu
ambaye hajasoma sekondari. Uamuzi huo unatoka darasa la 7, wengi ndani ya serikali, wengi. Sasa bahati nzuri ule waraka ulikuwa wazi kabisa, watakaoajiriwa kuanzia tarehe ya leo lazima wawe wamefika form 4. Sasa ilipokuja kwenye utekelezaji, nchi mzima wakafukuzwa wale wa darasa la 7, darasa la 4, kwa sababu huko nyuma mtu kuajiriwa, kwa mfano kuwa dereva, walikuwa hawakuchaji kwa darasa, walikuwa hawakupimi kwa darasa, leseni yayo unayo class C. Sasa nchi mzima pakawa na vurugu za watu kuachishwa kazi, wakati ule waraka wa kwenda sekondari umemkuta yeye akiwa kazini. Maelekezo ya serikali very clear, hamna kuachisha watu wa aina hiyo mpaka wafanye nini? Watakapostaafu. Sasa malalamiko bungeni yalikuwa makubwa, na mimi waziri wa utumishi nilibidi kufanya uamuzi wa kuwarudisha kazini. Nilikaa na wanasheria, nikaambia hapa mimi naona wakurugenzi wamekosea, hawa waliofukuza hawa watu wamewakosea. Waraka unasema kuanzia tarehe hii, hao waliokutwa kabla ya tarehe hii wakiwa kazini wanatakiwa waendelee mpaka wastaafu. Mwanasheria mkuu wa serikali akaniambia uko sahihi waziri. Nikaenda bungeni, nikatangaza uamuzi wa serikali, kuanzia leo wale wote murudi makazini, na wakurugenzi wote zile mishahara yao mliokuwa mmezuia hapa katikati wapewe. Likafanyika. Sasa ulikuwa ni uamuzi mgumu. Kwa nini? Kwa sababu wale waliofanya vile walinishambulia sana kwamba nimekwenda kinyume na wanavyotaka wao, lakini mimi nimekula kiapo mbele ya rais ya kutenda haki. Sitatumia madaraka yangu kwa manufaa yangu wala manufaa ya mtu mwingine. Baada ya lile tangazo bungeni, pakawa shangwe, vigelegele, nchi katulia. Lakini nasema ulikuwa uamuzi mgumu, kwa sababu nchi mzima watu walikuwa wameachishwa kinyume na utaratibu. Wote ambao walikuwa na ajira ya kudumu au ajira za mikataba kwa watendaji wa vijiji na mitaa au ajira za muda, employment on temporary terms, ambao walikuwa kazini kabla ya tarehe 20 Mei 2004 ulipoanza kutumika waraka wa utumishi Establishment Circular namba 1 wa mwaka 2004 warejeshwe kazini mara moja. Narudia tena sehemu hiyo. Narudia tena. Warejeshwe kazini mara moja, walipwe mishahara yao kwa kipindi chote ambacho walikuwa wameondolewa kazini, waendelee na ajira zao hadi watakapostaafu kwa umri kila mmoja. B. Watumishi wa umma 1370 waliolegezewa masharti ya sifa za muundo kupitia barua ya Katibu Mkuu Utumishi ya tarehe 30 Juni 2011 warejeshwe kazini mara moja, walipwe mishahara yao kwa kipindi chote ambacho walikuwa wameondolewa kazini, na waendelee na ajira zao hadi watakapostaafu kwa mujibu wa sheria. Lingine nalo nililifanya kwa madaraka yangu ya waziri, kwamba sheria inaitwa the Regional Administration Act.
sheria ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Sheria ile inamruhusu mkuu wa mkoa kumweka mtu ndani muda wa saa 48. Sifa za mtu wa hiyo kumweka ndani ni kitu gani? Yule mtu awe anahatarisha usalama. Labda mtu kanywa gongo yake, amelewa, bastola anawatishia watu, au mkuki au mshale, kwa usalama wa kwake yeye, ili watu wasimue, kwa usalama wa wale wa wengine, ili asiwapige risasi. Unaagiza mtu kama yule akamatwe, awekwe ndani. Mkuu wa wilaya akapewa saa 24. Lakini sheria iko wazi. Moja, wewe uliotoa amri ya kumweka mtu ndani 24 au 48 hours, lazima uweke kwa maandishi kwa nini umemweka ndani. Asubuhi yake lazima ufanye nini? Yule mtu apelekwe mahakamani. Sasa ilifika nchi yetu, wahusika walitumia vibaya madaraka. Mtu anawekwa ndani wiki, hapelekwi mahakamani. Baada ya pale anaambia tu ondoka. Lakini huyu tayari ushamweka ndani wiki mzima. Wazungu wanaita unlawful confinement. Umemweka ndani, hana makosa. Kwa hiyo sasa mimi cheo changu nilikuwa utumishi na utawala bora. Kumweka mtu ndani kinyume na utaratibu na umpeleke mahakamani, hauwezi kuwa utawala bora. Kwa hivyo nilikaa nikasema jambo hili lazima nilikemee. Nikaenda bungeni nikatoa kauli ya serikali. Sisi watu wa serikali, kule bungeni mawaziri, una jambo unataka lieleweke vizuri, unaomba nafasi kwa spika. Inaitwa kauli ya mawaziri. Nikatoa kauli ya kukemea, kuanzia leo hii lazima mzingatie taratibu za kuweka mtu ndani. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanapotumia mamlaka yao ya kuweka mtu mahabusu kwa saa 48 na 28, wazingatie sheria ya tawala za mikoa. Sema na waomba na huko waliko wanisikilize, mtu anawekwa ndani kama amehatarisha amani. Sio watu wanadaniana madeni huko, huyu hataki kunilipa, unampeleka kwa mkuu wa wilaya, unampeleka kwa mkuu wa mkoa, unamweka ndani. Wanadaiana, hawajahatarisha amani. Sasa kwa hiyo hilo la kwanza, mtu asiwekwe mpaka amehatarisha amani. Aidha, mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya akitekeleza sheria kinyume na utaratibu, anaweza kuchukuliwa hatua, ikiwa ni pamoja na yeye mwenyewe kushtakiwa binafsi. Tumekemea hili jambo, tukakemea. Mwanasheria mkuu wa serikali hatomtetea mtu aliovunja sheria makusudi kumweka mtu ndani bila sababu. Wazungu wanasema unlawful confinement. Umeshughulika na unlawful confinement, umetumia sheria hii vibaya, utapelekwa mahakamani na huyo uliomweka ndani, na mwanasheria mkuu wa serikali hatokuja kukutetea. Na hata ile tume ya haki jinai nayo ililani taratibu hizi za kuweka watu ndani ovyo. Sasa nilibeba lawama kubwa, waweka ndani waliokuwa wanaweka watu ndani ovyo, mimi nikageuka kuwa adui yao. Una kazi za kufanya wizarani huku hazikutoshi, unatuingilie huku. Mimi ni waziri wa utawala wa nchi nzima. Kwa hiyo hilo nasema katika uamuzi ambao niliofanya. Lakini baadaye Kiswahili tunasema maji yakatulia kwenye mtungi. Ile weka watu ndani ovyo bila sababu, Tanzania imetulia. Na bahati nzuri aliniita rais wangu Magufuli, akaniambia, Mheshimiwa Waziri, nimesikia kauli yako bwana. Safi sana. Safi sana. Yuko mwenzangu mmoja aliniuliza, umeshauriana na rais
Nikamwambia sikushauriana rais kwa hili, mimi natekeleza sheria kama ilivyo. Rais Magufuli akanipongeza. Ukianzia down, yani unakuwa a very potential leader baadaye. Mheshimiwa Mkuchika hapa amefanya kwenye awamu zote 5. Mheshimiwa Mkuchika huyu amefanya kwa Nyerere, akawepo. Akaja Mwinyi, akawepo. Akaja Mkapa, yupo. Akaja Kikwete, yupo. Nimekuja mimi, yupo. Atakuja mwingine, yupo. Na kuanzia kwenye kazi ya uwaziri. Je, ana chochote ambacho pengine anajutia? Leo hii angeweza kufanya vinginevyo? Kwa kweli katika utendaji wangu wa kazi kwamba hapa najutia, nilifanya makosa kama binadamu. Ningelikuwa limetokea tukio kama hilo, maadili niliyokuwa nayo nilipaswa kuomba radhi wakati huo. Sikumbuki. Sina jambo la kulijutia ambalo nimelifanya katika utumishi wangu. Of course nilikuwa na wakubwa wangu. Nilipokuwa DC nilikuwa na wakubwa mikoa. Nilipokuwa RC nilikuwa chini ya rais. Nilipokuwa waziri nilikuwa chini ya marais. Kwa hivyo wote hawa hakuna aliyewahi siku moja kuniita na kunikemea. Kwa hiyo ndio maana nikasema sina jambo la kujutia. Mzee Mkuchika anayo mambo mazuri ambayo wakati wa uongozi wake aliyatekeleza. Mfano mzuri ni wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Tanga. Mimi nilikwenda Tanga kama mkuu wa mkoa Disemba 97. Unajua mji wa Tanga uko tambarare. Kwa hiyo wewe kutembea na basikeli kwenda kokote wala si tatizo. Lakini niliangalia Disemba ile ilipoingia 98, nikawa naangalia pale abiria walikuwa na bebo kwa baisikeli. Mama anataka kwenda kujifungua, anapelekwa kwenye baisikeli. Kipindi hicho miji mingine daladala tele, lakini hata mkoa wa Tanga pale Korogwe, kuna Old Korogwe na huku Manubu ni Korogwe, kulikuwa kuna daladala zinatembea. Lakini mji wa Tanga hakuna daladala. Basikeli hizi zinakuwa zinajengewa kule nyuma, mama anaenda kujifungua, wanamlaza kule, wanamburuta kumpeleka hospitali. Sikuipenda ile. Kwa hiyo ilipofika Aprili 31 nikaita mkutano wa wananchi wa viongozi na madiwani. Nikasema jamani, katika vitu ambavyo hatufanyi vizuri Tanga ni usafiri. Kwa nini mpaka leo tunasafirisha watu kwa baisikeli? Lazima tuhame. Sisi tufanye kama wanavyofanya miji mingine. RPC akasimama. Kaambia kuanzia kesho tarehe 1 Mei nawapa mwezi mmoja watu wa Tanga. Yeyote mwenye daladala ailete apeleke anakotaka yeye. Na mkurugenzi wa jiji wa mji wakati ule ilikuwa manispaa, hakikisha unachonga barabara za kwenda mitaa mbalimbali. Ilipokelewa vizuri sana na wananchi, ila wenyewe mamwinyi wenye mabaisikeli yale hawakunipenda. Sasa unajua Waswahili sisi kuna mambo ya kutishiana, mara sijui kulogana nini. Mimi nikaambia mganga huyo mnamtegemea nyie, basi mimi babu yangu, kumbe wala simjui, lakini nasikia tu lakini Mungu bariki ilizaa matunda mazuri. Kila siku watu wanakwenda kwa mkurugenzi kuomba nini, watengenezewe barabara. Basi baada ya pale barabara zimeshamiri, watu wameleta daladala zao kutoka Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, wapi, watu wa Tanga. Basi baadaye
nadhani kwa kufurahi. Ndio mpaka kesho ukienda Tanga daladala zinaitwa Asante Mkuchika. Simulizi katika mahojiano yetu, mzee Mkuchika anatueleza alipoanzia, changamoto alizokutana nazo na namna kila nafasi ya uongozi ilivyomjengea uwezo wa kuwahudumia wananchi, lakini pia siri ya yeye kudumu katika awamu zote serikalini. Kwa mzee Mkuchika, uongozi haukuwa nafasi ya kutafuta heshima binafsi, bali pia jukumu la kuhakikisha wananchi wanapata huduma na maendeleo wanayostahili. Hapa anajaribu kulinganisha uongozi wa wakati ule na sasa na tofauti anayoiona. Hapa anaweka msisitizo wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, ambalo anadhani lina mchango mkubwa wa kutengeneza vijana bora na viongozi wa kesho. Tofauti kubwa ninayoiona kati ya uongozi wa zamani na wa sasa ni kuporomoka kwa maadili. Na nikisema kuporomoka kwa maadili, kwa mfano ndani ya serikali, ndani ya chama tawala, ndani ya vyama vingine, maadili. Na hapa unanipeleka kwenye jambo ambalo kitaifa mimi nasononeka nalo, ni kuzorota kwa national service. Tofauti zamani, ukimaliza form 6 compulsory national service, ukimaliza TTC ualimu, nursing, compulsory national service. Jeshini baba wa taifa alituachia jando la nchi hii la kuwalea watoto kitaifa, mahala pa kuwajenga kwenye uzalendo. Jeshi la Kujenga Taifa. Hawa makatibu wakuu wote mnaoona matunda ya JKT, wambita JKT, siku hizi jeshi linaamrisha waliomaliza form 6 waende, huyu kitu, huyu hapa, huyu hapa, huyu hapa. Watu hawaendi. Sasa kutokwenda national service, mwanao anakosa malezi ya kitaifa. Wewe umemelea kifamilia, sasa kitaifa. Kule ndo wanakojifunza uzalendo. Uzalendo hauimbwi kwenye magazeti. Uzalendo unajifunza kwa vitendo, kukaa na wenzako JKT ambao hawakusoma kama wewe, ambao wa kabila lingine, ambao wanatoka kanda nyingine, ambao ni wanawake, ambao ni wanaume. Pale mnaishi kama Tanzania, kama Watanzania. Ukitoka JKT hakuna mtu huhitaji darasa la uzalendo, kwa sababu kule ngoma za kienyeji mtacheza, vipindi vya elimu ya siasa vya kutosha vya kukufanya wewe kuwa Mtanzania halisi. Sasa nimesema nasononeka kwa sababu sasa hivi ukitaka watu wa maofisa ambao hawakwenda JKT wamejaa, na ile sheria inaita compulsory national service, lazima waende kwa mujibu wa sheria. Of course secondary school tumezipanua, inawezekana wako wengi sana wanaotakiwa kwenda, basi lakini wale wote walio kwenda waende wajaze zile na wajaze zile nafasi. Jeshi la Kujenga Taifa. Mimi nakumbuka wakati wa Rais Mkapa kuna watu walikwenda kumwona kutaka afute national service. Rais Mkapa akawaambia,
nifute national service, mnasemaje? Aliwakatalia. Kwa nini? Historia inatuonyesha kwamba baada ya baba wa taifa kuanzisha JKT, mzee Jumbe akiwa makamu wa rais alienda JKT, mzee Kawawa akiwa waziri na mawaziri wengi, Spika Adam Sapi, wengi walikwenda jeshi la kujenga taifa. Kwa nini walienda? Walikuwa wanatuonyesha mfano vijana wa Tanzania kwamba jeshi la kujenga taifa ni mahala pa kujifunza ulinzi na usalama wa nchi yao. Kijana aliyemaliza kamili mafunzo ya jeshi la kujenga taifa, sisi jeshi wananchi tunamuita trained soldier, TS. Yani ni sawasawa na private wa jeshi. Na ushahidi tosha ni huo. Mimi nilipokwenda kupigana vita Uganda nilikuwa company commander kompania. Askari wangu wote walikuwa ni vijana wa JKT. Sikuwa nao waliotoka TPDF. Lakini tulipigana vita, sikupoteza askari, tukarudi salama. Nchi hii Mwalimu tulipovamiwa na Nduli Idi Amin, tukampiga, baba wa taifa alisema hili zoezi la vita limethibitisha kwamba ile concept, mawazo yetu juu ya ulinzi wa umma, people's war, people's army, umeonyesha kwamba tuko sahihi. Kwa sababu mwaka ule askari wa mgambo, askari wa JKT waliokwenda vitani ni wengi sana, ndio maana tuliwachanganya Waganda. Kwa hiyo mimi nalia na national service. Naam, mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa kwa hiki kipindi cha kwanza umesikia mengi kutoka kwa mzee wetu George Huruma Mkuchika, ikiwa ni historia yake, lakini pia safari yake ya uongozi alikopita na aliyoyapitia na kutekeleza pale alipopewa dhamana ya kuhudumia umma wa Watanzania. Usikose sehemu ya pili na ya mwisho ya makala haya ya safari ya uongozi kupitia macho ya mzee George Huruma Mkuchika. Mopedi na